Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 19 hadi 22. Waebrania sura ya 10 mstari wa 19 hadi 22, na kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 12 hadi 13. Kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 12 hadi wa 13. Basi nitaenda kusoma, ambaye atakuwa amefanikiwa tutaongozana wote kwa pamoja. Tutaanza na kitabu cha kwanza, Ufunuo sura ya 4 mstari wa 2 hadi wa 7. Nao unasema hivi: na mara nalikuwa katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na ngurumo na sauti, na taa 7 za moto ziliwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho 7 za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti kulikuwako wenye uhai 4 wamejaa macho mbele na nyuma. Na yule mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai arukaye. Nitaenda Ufunuo sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 6. Ni kwa mbele tu pale. Mstari wa 5 unasema, na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Nitasoma pia Waebrania sura ile ya 10. Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 19 hadi wa 22. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani. Hai tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Nitamalizia na ile Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 12 na 13. Nao unasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosema, somo letu tunasema namna ya kutembea sawa sawa na nguvu za Mungu. Nguvu wote tunazifahamu, ni uwezo wa kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka kusukuma kitu unatumia nguvu. Kwenye masuala ya utawala, nguvu ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye mamlaka ni mtu mwenye nguvu. Akiamuru jambo ndio linalofanyaje? Linafanyika. Kama huna mamlaka utakuwa unaongea peke yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza hata usisikilizwe. Lakini ukiwa na mamlaka ukiongea watu wanasikiliza kwa sababu una nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tulivyoona kwenye kitabu cha Waebrania kwamba Yesu amefanyika kama kuhani mkuu, si ndivyo? Na alivyokufa pale msalabani kuna kitu kilitokea, naomba nikielezee. Hekalu lililokuwa limetengenezwa hapa duniani lilikuwa limegawanyika katika sehemu mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa kuna patakatifu, alafu kuna mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa katikati kulikuwa kuna pazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliokuwa wana uwezo wa kuingia patakatifu walikuwa ni kuhani mkuu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule ndio walikuwa wanaenda kupokea maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni kuhani mkuu peke yake. Yesu alipokufa pale msalabani, kama mnasoma kitabu cha Mathayo, linasema kwamba lile pazia la hekalu lilifanyaje? Lilipasuka. Lilipopasuka maana yake
hata wale waliokuwa hawana haki ya kupaingia patakatifu patakatifu wakawa na uwezo wa kupaingia patakatifu patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pale patakatifu patakatifu pakawa na uwezo wa kuingiliwa na mtu yeyote, ila vigezo na masharti vifuatwe. Ndio tunayapata katika kitabu cha Yohana. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa watoto wa Mungu. Hawakuzaliwa kwa damu wala kwa mwili, bali hata kwa mapenzi ya mwanadamu, bali kwa mapenzi ya nani? Na Mungu. Walizaliwa na Mungu mwenyewe. Ambao waliompokea ni nani? Ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa jinsi tulivyo sisi, tuna uwezo wa kuingia patakatifu patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ulipo unaweza kuingia patakatifu patakatifu. Ndio maana leo yuko huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa hapa ni patakatifu patakatifu wa duniani. Kuna patakatifu patakatifu pa wapi? Mbinguni. Ndicho tulichokisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na Ufunuo sura ya 5. Sasa nini kinatufundisha hapa? Mungu wetu tunajua ana nguvu, si ndivyo? Mungu wetu ana nguvu. Na ameketi wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vimemzunguka vinavyofanya nguvu zake ziendelee kufanya kazi. Haleluya. Vitu vimemzunguka vinamfanya afanye kazi. Kwa hiyo nafasi aliyopo ndio inayompa mamlaka ya kuendelea kufanya anayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi alipokaa pale ndio maana anabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani aliwahi kujaribu kilichomtokea, alifukuza hata ile nafasi aliyokuwa nayo ikawa haipo tena. Kwa sababu ile nafasi ina nguvu zake. Mimi na wewe tumepewa uwezo wa kupaingia patakatifu. Maana yake ile nafasi ya kiti cha enzi ndio nafasi ambayo tunayo hata sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwa lugha nyepesi, ulivyompokea Yesu ukafanyika mwana. Mwana ni Yesu. Yesu tumesoma ile Ufunuo sura ya 5. Alitokea pale pale patakatifu patakatifu. Yule mwana kondoo kama amechinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Yesu alitununua na yeye ni mtoto wa Mungu na sisi ni watoto wa Mungu, maana yake na sisi tunatokea kwenye kile kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyepesi ni sawa na kusema kwamba nafasi yako ni kwenye kiti cha enzi. Haleluya. Mpaka hapo tuko sawa? Mpaka hapo tuko sawa? Haleluya wana wa Mungu. Alielewa nipungie mkono. Haleluya. Haleluya. Wangapi wameketi kwenye kiti cha enzi? Kuna wengine bado. Jamani, umeketi usijione mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kusoma kile kitabu cha ukisoma historia ya wana wa Israeli walipokuwa wanasema wale wa Nefili. Ukiwasoma kama una walaumu fulani, si ndivyo? Hivyo wale jamaa waliwezaje kuogopa wale manefili? Ni mtu makubwa. Ukija kujitafakari vizuri hata wewe kuna vitu unaviogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe unawaogopa wanefili wale. Sema tu hawaitwi wanefili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tambua kabisa, jambo la kwanza, silaha moja kubwa ni ufahamu. Silaha moja kubwa sana ambayo unatakiwa kuwa nao ni ufahamu. Ufahamu wenyewe ni upi? Kwamba wewe umeketi kwenye kiti cha enzi. Mungu anapofanya kazi zake huwa atoki kwenye kiti cha enzi. Anafanya mambo yake yote akiwa amekaa pale pale. Hajawahi hata kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile wale matendo anayoyafanya ni kama vile anatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yeye kakaa kwenye kiti, lakini kwa sababu ya nguvu zake alizonazo, kila linalotendeka watu wanasema amesimama, anatembea, amefanya hiki, lakini yeye hajawahi kusimama hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na wewe hata kama uko hapa duniani, haijalishi uko wapi, nafasi yako tambua siku zote. Nafasi yako ni kwenye kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tushajua kwamba sisi nafasi yetu tupo kwenye kiti ya enzi kwa sababu ni wana wa Mungu. Sasa tuangalie nguvu tulizoziona Mungu anazo zinafanyaje kazi, ili na sisi kama tunakaa kwenye kile kiti cha enzi tujue kumbe hizi nguvu tunaweza kuzifanyaje kazi, au tunaweza tukafanyaje mambo kupitia zile nguvu za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza, sitazungumzia vyote, nimechagua mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kwenye kile kiti cha enzi kama tulivyosema kwenye Ufunuo sura ile ya 2 mstari wa 4 mstari wa 2 hadi wa 7, ni kwamba
Mbele ya kiti cha enzi kuna bahari kama kioo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbele ya kiti cha enzi kuna bahari kama kioo. Jamani, kioo kinachozungumza sio cha kujitazama, ni kama hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake mimi niliyeko huku ninaona kilichoko upande wa pili, na upande wa pili anaona kilichoko upande wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaashiria nini? Mungu anaujua ukweli wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa kile kioo ambacho kinaangaza pande zote kinaashiria kwamba nguvu ya Mungu ni kwa sababu anaujua ukweli, huwezi kumdanganya chochote. Kwa hiyo ili na sisi tuweze kutumia nguvu za Mungu, lazima tujue ukweli. Katika kila jambo linalotokea, omba kwa Mwenyezi Mungu kuweza kujua ukweli. Huwezi ukakaa kwenye kiti ukao hujui ukweli. Ndio maana hata mamlaka za dunia zina vyombo vya kumjulisha habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuwa anajua ukweli. Lengo la vile vyombo ni kujua ukweli. Kwa hiyo hata kama habari zitakuwa nyingi kiasi gani, yeye atakuwa anajua ukweli ni upi. Ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anachokifanya, na ndicho hata sisi, kwa sababu nafasi yetu ni kwenye kiti cha enzi, tunachotakiwa kukifanya ni kujua ukweli ulivyo. Kadangana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili nitakaja kuzungumza ni wale wenye uhai wanne. Vingine sitazungumza, wazee 24 sio pinde nini, sitazungumza. Nitazungumza wenye uhai wanne na kazi zao. Kwenye ile mstari kwenye kile kitabu cha Ufunuo, wenye uhai wanne tuliowaona, wa kwanza alikuwa na sura ya simba. Wa kwanza alikuwa na sura ya nini? Ya simba. Wote tunamjua simba. Simba akiunguruma hapa, hakuna mnyama mwingine anayebaki karibu. Wote wanaogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu hata wana wa Israeli walipounguruma kwenye ule mlima Sayuni, pale Horebu, wote walitetemeka. Ile ni sauti ya nini? Ya simba. Ikiunguruma maana yake hakuna kinachobaki mbele yake. Kinatengeneza hali ya hofu, hali ya woga kwa yule yote anayesikia. Huyo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sura nyingine tunayoona wenye uhai wanne wana sura ya ndama. Ndama ni mtoto wa ng'ombe, si ndio? Tunapozungumza ndama au ng'ombe kwenye Biblia tunamaanisha sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka inayozungumza ni kwamba Mungu anajitoa kwa ajili ya mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kwamba sisi kama sisi pia tunatakiwa tujitoe kwa ajili ya Bwana. Unajitoaje? Usiangalie maisha yako, mwamkabidhi Mungu, yeye ndo akae nayo. Jitoe sadaka wewe. Haleluya. Yaani jambo lote linalotokea, mseme kwamba hili si kwa ajili yangu, ila mimi nimekabidhi maisha yangu, nimeyatoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Maana yake wanamshambulia nani? Mungu. Usiseme wananishambulia mimi. Geuza kesi, ipeleke kwa nani? Kwa Mungu. Hata Hezekia alifanya hivyo. Walikuwa wanataka kumpiga Hezekia, lakini akasema Mungu wanataka kukutukana. Wanakutukana nani? Wewe. Hawakurusha hata jiwe, wote walikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukigeuza usiseme wanakushambulia wewe. Igeuze kwa sababu umejitoa sadaka, maisha yako yote sio yako, ni ya Mungu. Waambie haya mashambulizi yote Mungu anakuja kwako kwa ajili ya kukudhalilisha, alafu utazijua nguvu za Mungu zilivyo. Kwa hiyo nguvu nyingine ya Mwenyezi Mungu ni kupitia nini? Sadaka. Ndio maana ya ndama. Lakini sura nyingine ni sura ya mwanadamu. Mwanadamu ni neno la Kiarabu. Unajua Kiswahili kimetokana na Kiarabu. Mwanadamu, mwana wa Adamu. Lugha nyingine inaita binadamu, bini Adam. Sawa? Na Adamu ni nyama. Hii nyama ndio inaitwa nini? Adamu, kitu chenye mwili. Ndio inaitwa Adam. Sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu sura ile lengo lake kubwa ni kwa ajili ya huruma. Kwa ajili ya nini? Nguvu ya Mungu ipo katika huruma. Ndio maana kuna wakati tunakosea, anatuelekeza tufanye 1 2 3 atufanye, lakini hatuangamii. Hatuangamizi kwa sababu ana nini? Ana huruma. Vivyo hivyo hata sisi kwa kuvikalia kile kitu lazima tu tunaonesha sura ya mwanadamu, sura ya huruma. Haijalishi mtu anakukosea kiasi gani, kuna wakati inabidi ukae kimya. Huo ndio binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamua kutumia mamlaka yako unaweza kuangamiza kila mtu. Ndio maana Mungu kwenye kile kiti cha enzi amezunguka na mwenye uhai, mwenye sura ya nini? Binadamu, ni huruma.
Na huruma kama tunavyojua sio muda wote upate haki tu. Hata kama mtu anakuonea, lakini unajua huyu nikimtaandika atapata majeraha makubwa sana, si ndivyo? Unaamua kumwacha aende kwanza, yakimshinda atarudi, afu mnakaa mezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu anachokifanya. Anakuambia wewe Mungu usini nini? Unakwambia hiki usikifanye, wewe unalazimisha, anakaa pembeni kwa sababu ya ile moyo wa ile sura ya kibinadamu. Anakaa pembeni. Unaenda ila anakuwekea ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kule unaumia. Ukiumia unarudi unapiga kelele, Mungu nimeumia. Anasema sasa nilikwambia twende hivi. Na wewe mtu kama anakukosea, unaweza kumwacha aende kwanza kwa ile njia anayotaka. Ukishamwacha ila usimpoteze. Unamwacha nenda ila unajua hapa kisha gota atarudi, afu tunakaa mezani tuna discuss. Ule ndo sura ya binadamu. Sura nyingine ni sura ya tai. Mwenye uhai mwingine ana sura ya tai. Tai anasifika kwa kitu kimoja. Ana uwezo wa kuona mbali sana. Tai akisimama hapa juu ana uwezo wa kuona hata mpaka Mbezi. Jicho lake ni kali mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hajashambulia na kaa zake sehemu moja, tai sema nimezungumza. Kwani waambie tu mwewe. Nafikiri mwewe wote tushaye kufuga kuku. Kuna mbaya hajawahi kufuga kuku. Mwewe anaenda nakaa kwenye mti, anaangalia wanacheza, akija kushuka. Ndio tai. Anaona mambo mbali sana. Nini kinatuambia hapa? Nguvu ya Mungu ni kuliona jambo mbali na kulijua kabla hata halijasogea karibu. Na sisi tuweze kutumia nguvu za Mungu, lazima tuwe na uwezo wa kuyaona mambo kwa mbali. Hata kama litakukurupua ile jambo, wewe nenda tu mbele za Mungu, mwambie Mungu naomba kulijua hili jambo. Mungu atakuonyesha hatua ya mbele. Kuna watu wameshawahi kumwomba Mwenyezi Mungu, anapitia changamoto ngumu. Anamwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kila akilala, akiota anaota yuko vizuri, anafurahi, lakini yeye uchungu anauona kwa nje, lakini kwa ndani moyo wako na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kinaashiria kwamba Mungu anakuambia huko mbele hali ni shwari. Hizi vitu zote hapa ni mawimbi tu ya muda na kupotezea muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ili kuweza kutumia nguvu za Mungu uwe na sura pia ya tai, ya kuyaona mambo mbele kabla hajafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura tumezielewa zote. Sura ya simba, sura ya mwanadamu, sura ya ng'ombe na sura ya tai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa twende tukatembee na zile nguvu sasa. Ili kuweza kutembea na zile nguvu, tumeshaziona. Cha kwanza ni ufahamu. Na katika jambo ambalo shetani huwa anapambana nalo ni kuhakikisha watu hawana ufahamu. Ndio maana Mungu akazungumza katika maandiko yake matakatifu, watu wangu wanaangamia kwa kufanyaje? Yaani anahakikisha usijue nafasi yako. Kwa ambao sasa kukemea mapepo, nafikiri tunaweza tukaungana. Unakemea pepo linaanza kusema kiti, hatutaki kuachia kiti. Wangapi washakutana hicho kitu? Hamjawahi kuombea pepo? Yes. Hamjawahi kuombea pepo jamani? Sasa mtaweza kupigana vita kiroho kweli jamani, hata tupepo tudogo tu unatukimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona unaombea mapepo, nenda ukapata experience. Sawa? Wewe mtu gani unasema huko vitani? Unasema hii ni vita. Haujawahi hata kupigana na tupepo jamani. Unajua tupepo ni level ya chini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani level ya chini sana ya imani ni kuombea tupepo. Haleluya. Amnielewi? Yaani ukiombea tupepo tukatoka, jua ndio umeanza kutamba. Hauwezi kanielewa. Naomba tufungue Waebrania ili tuweze kuelewana vizuri. Waebrania sura ya 5 mstari ule wa kuanzia 12 hadi 14. Waebrania sura ya 5 mstari wa 12 hadi 14 unasema hivi: kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati ni mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu,
nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoeza kupambanua mema na mabaya. Usipende chakula cha watoto. Jifunze kula chakula kigumu. Ndio hiki ninachokuambia. Tupepo ni level ya chini sana ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukituona tutaandika haraka kama ulikuwa unakula chakula na kataandika unaendelea kula na Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wana wa Mungu. Nimewajeruhi. Bwana Yesu asifiwe. Na wapa pole. Hata Mungu ana fimbo, anakutandika, lakini lengo uweze kusimama. Haleluya wana wa Mungu. Kwa hiyo kuanzia leo tambua, lazima ujifunze kupiga mazoezi. Mara nyingi imani tulizojifunza wengi kwa asilimia kubwa ni za kujilinda. Ni za kufanyaje? Ndio maana kila siku wewe unaonekana unaonewa. Kila siku unaonekana unaonewa kwa sababu unajilinda sana. Kwa sisi tunaoangalia mpira na tunacheza kidogo, timu ikijilinda inashambuliwa sana. Lakini timu inayoshambulia, golikipa wake anaweza katafuta hata juice akaanza kunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani dakika 90 unaweza kukuta golikipa kagusa mpira mara 2. Lakini timu inayojilinda, wewe kila siku Mungu nilinde, na lala, sijui Mungu nilinde. Hapana, lazima utumie hata sura ya simba. Unguruma watu wakusikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha unatawala eneo lote. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilinde tu maeneo unayokaa. Hakikisha na maeneo ya jirani wote. Kama simba anavyofanya kunguruma, huyo alindi tu eneo lake alilopo. Anatishia mpaka maeneo ya jirani. Anasema mpaka kule kulipokaa, hili eneo naweza kulitawala, msisogee hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanajua taifa la Marekani? Taifa la Marekani mnajua? Sifa kubwa ya taifa la Marekani ni kushambulia wenzake. Halo? Nguvu ya Marekani ni kushambulia wenzake. Kabla hata yaani Marekani ana mpango tayari ashauweka, natakiwa nikamshambulie fulani na fulani na fulani. Wewe unatumia nguvu nyingi kujilinda, lakini yeye anatumia nguvu kukushambulia. Kwa hiyo matatizo yanakuwa yanakuja, likitoka hili linakuja hili, likitoka hili linakuja hili. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia, mimi kama baba yenu nina muonekano kama wa simba, nikimaanisha kwamba kuna wakati natakiwa nishambulie. Bwana Yesu asifiwe sana.